Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 12, robo ya 4 mwaka 2025. Somo linalosema Mungu ni mwaminifu. Leo ni Disemba 19, siku ya Ijumaa. Tukihitimisha somo hili, jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, maneno ya mwisho ya Yoshua, ukurasa wa 166 na 167 kwenye Wazee na Manabii sehemu ya pili. Shetani anawadanganya wengi kwa nadharia zinazoonekana kuwa ni kweli kwamba upendo wa Mungu kwa watu wake ni mkubwa mno, kiasi kwamba atasamehe dhambi zilizo ndani yao. Anawasilisha kwamba wakati ambapo vitisho vya neno la Mungu vinatakiwa kutekeleza kusudi fulani katika serikali yake ya kimaadili, kamwe havitakiwi kutimizwa kwa namna halisi ya maana ya maneno hayo. Lakini katika kushughulika kwake kote na viumbe wake, Mungu anadumisha kanuni za haki kwa kuidhihirisha dhambi katika tabia yake halisi, kwa kuonesha kuwa matokeo yake ya hakika ni huzuni kuu na mauti. Msamaha wa dhambi usio na masharti kamwe haujawahi kuwapo na kamwe hautakuwapo. Msamaha kama huo ungelionesha kuachwa kwa kanuni za haki, ambazo ndizo msingi hasa wa serikali ya Mungu. Ungeujaza ule ulimwengu usioanguka kwa mshangao. Mungu kwa uaminifu ameonesha matokeo ya dhambi, na iwapo maonyo haya yasingekuwa ya kweli, tungewezaje kuwa na hakika kwamba ahadi zake zingeweza kutimizwa? Kile kinachoitwa wema, ambacho kinaweka kando haki, si wema bali ni udhaifu. Mungu ni mpaji wa uzima. Tangu mwanzo, sheria zake zote zilipangwa kwa ajili ya uzima. Lakini dhambi ilivamia juu ya utaratibu ambao Mungu aliuweka, na mfarakano ukafuata. Maadamu dhambi inadumu kuwepo, mateso, mauti haviwezi kuepukika. Ni kwa sababu pekee kwamba mkombozi amechukua laana ya dhambi kwa niaba yetu, ndiyo maana mwanadamu anaweza kutumaini kuokoka katika nafsi yake mwenyewe kutoka katika matokeo yake ya kuogofya. Ellen G. White, Wazee na Manabii sehemu ya pili, ukurasa wa 166 na 167. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: pitia tena ushahidi wa uaminifu wa Mungu katika maisha yako. Unaona lipi hasa? Wakati huo huo, mwitiko wako ukoje wakati mambo yakiwa hayajaenda kama ulivyotarajia au kuombea, au wakati ahadi zinazodaiwa zinapofikiwa kimya kimya? Swali la pili: jadili fundisho la kibiblia kuhusu hasira ya Mungu. Je, unawezaje kuwasilisha ghadhabu ya Bwana kama sehemu ya habari njema? Swali la tatu: ni kanuni gani unaweza kupata kutoka kwenye somo la juma hili kuhusu ushirika na wasioamini? Tunawezaje kuwa na ulinganifu na mipaka iliyo wazi katika suala la kanuni na mazoea yetu, huku tukichanganyika na watu kuwahudumia na kujali ustawi wao? Swali la 4 na la mwisho: je, ni vipi baadhi ya vikwazo vinavyokuzuia kumng'ang'ania Bwana kwa moyo wako wote? Hii ni Disemba 19, siku ya Ijumaa, tukifikia tamati somo hili la 12, somo lilosema Mungu ni mwaminifu. Somo la 13 litasema chagueni hivi leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema siku ya leo.